Tuende kazi Musa. Bana, mimi na Raia Mwema hapa limeandika maajabu ya Samia yafuta machozi ya Magufuli. Yes. Hii imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 ambapo Rais Samia Suluhu Hassan amefuta machozi ya Daktari John Magufuli, na hivi ndivyo ambavyo unaweza kusema baada ya kutumia miaka 4 madarakani kuendeleza miradi ya kimkakati aliyoanzisha Magufuli. Umeona hiyo Ni kweli. Wote tumeona kama vizungumza SGR hiyo. Tumeona kabisa JNHPP, tumeona kabisa. Kwa hiyo ni hata Magufuli kule aliko anatabasamu. Lazima utafanya hivyo kwa sababu ndicho ambacho kwa nakitaka. Ndicho ambacho kwa nakitaka. Si ndio kwamba haya mambo yote yaende yamekamilika. Yaani mengi sana ambayo yatazungumzwa. Mimi kwa upande wangu Musa nimeona hapa kuna kitu kizuri jana tulikuwa na mheshimiwa waziri wa maji hapa. Aweso. Alikuja kuzungumza mambo mbalimbali kuelekea wiki ya maji. 22 ni kilele cha wiki ya maji duniani. Na kipo jana ni vitu vingi sana. Nafikiri tutaanza kesho tunaanza kugusa kidogo. Na yenyewe itakuwa ni sehemu ya miaka 4. In fact, alichokuwa akizungumza jana Aweso ni ndani ya miaka 4 ya mheshimiwa rais. Alivyoweza kuleta mageuzi makubwa ya kimapinduzi. Mageuzi makubwa ya kimapinduzi. Nikisema ya kimapinduzi unielewe. Kuanzisha mambo makubwa, mathalan mamlaka ikaanzishwa RUWASA. Kwa nina madhumuni kutaka sasa hadithi za kuzungumza maji ziishe, tuwapelekee maji kweli vijijini. Na leo akiongea unaambiwa wameshafika zaidi ya 90% ya kupeleka maji katika vijiji vyote nchi hii. Haya ni mapinduzi, mageuzi ya kimapinduzi. Umenifahamu Lakini sio hiyo peke yake. Ni jinsi gani alikuwa anazungumza tunakwenda kubadilisha sera ya maji. Sera ya maji imeshapita zaidi ya miaka 22. Sera ya maji ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2003. Sasa tunakwenda kwa sera mpya ya maji ambayo inakwenda kubadilisha mitazamo kabisa kwa kuangalia hali halisi ya leo, ushirikishwaji wa sekta binafsi kwa mfano kwenye maji, mabadiliko ya tabia nchi na mambo mengine mengi. Haya ni mapinduzi sasa kwa sababu unapobadilisha sera maana yake umebadilisha mfumo wote. Juzi tulimsikia mheshimiwa rais anakuwa anazindua sera mpya ya nini? Ardhi. Mpaka akasema nafikiria kufutilia mbali cheo cha kamishna wa ardhi. Ndio, haya ndio mapinduzi. Sera mpya ya ardhi inakwenda kuondoa makorokoro yote ambayo yamejikita kwenye sekta ya ardhi. Wewe unafahamu sekta ya ardhi yote ya ardhi. Uhuni na utapeli, ukartel na kila aina ubaradhuli kwenye ardhi ambao ni wa kimfumo. Sasa usipogonga kwenye sera utakuwa unapiga viraka wakati nguo ishakuwa kuukuu sana. Tupa nguo hiyo, weka shuka jipya. Shughuli ishe. Twende na sera mpya. Haya ndio baadhi ya mambo ambayo unaona. Huo ndio uthubutu. Na ukiangalia inakwenda kukidhi moja kati zile ara zake, reform. Kabisa. Reform. Mabadiliko. Kilimo. Tumekuwa tangenzi ya Nyerere, kilimo ni uti wa mgongo. Kilimo bora, kilimo cha vijijini, kilimo kwanza. Bwana, hivi tumekuwa na kauli mbiu ngapi? Tumewahi kuja na kampeni ngapi za kilimo Musa? Nyingi. Tena nyingine mpaka imetaala. Shule ya msingi ilikuwepo. Unakumbuka? Kilimo cha kufa na kupona. Ndio. Yaani tumeshakuja na sera za kilimo mpaka nyingine zikatuletea matatizo ya haki za binadamu. Kilimo kwanza ikaishia watu mpaka magari yakapata jina kilimo kwanza kwa jinsi ambavyo watu walivyochakachua mpango mzuri. Lakini sasa awamu ya 6 ikasema hatuwezi kuja na maneno na kampeni za maneno ya kuvutia. Tunaonyesha vitendo. Na mimi nawaambia watu kila siku kama nilivyokuwa nasema leo, mtu makini anavyoweza kuangalia namba asidanganyi Musa. Trust me. Tajiri yoyote duniani unamjua wewe kwa level yoyote. Tajiri yoyote duniani kwa level yoyote. Katika level yoyote ya mtaani, ya kata, wilaya, mkoa, taifa, bara, yoyote unamjua wewe. Anaitwa tajiri, ana ukwasi. Anajua kitu hichi kimoja, namba. Mingine yote hajui. Namba. Siri ya utajiri namba. Namba zidanganyi. Yaani wewe kama umekuwa mimi na marafiki wengi matajiri. Anaweza asijue vitu vingi sana, unamzidi vingi mno. Yeye anajua namba kuliko wewe. Na umshindi. Wewe unamzidi wewe maarifa. Wewe unajua kweli. Mpaka anakuadmire. Ila namba. Anajua kucheza na namba. Na akitazama hivi hala asemi. Anajua pale kuna hela. Na anagonga. Ndio tajiri. Sasa mtu anasikiza namba. Mtu akisikiza namba za Zanzibar tu.
Anasema kuna akili zinaanza kuzunguka, anasema kuna kitu nitafanya nini Zanzibar mimi. Hizi namba nyingi sana hizi. Hizi trillions zimetoka B zimekwenda tree. You can imagine. Kilimo tumetoka B. Yaani wakati Rais Samia anaingia madarakani 2021, bajeti ya kilimo ni bilioni 229. Leo naongea na wewe, miaka 4 bajeti ya kilimo ni trilioni 1.2. Kaongeza trilioni nzima karibia. Sasa wewe kama una akili unasema mimi nitafanya nini katika mnyororo mzima wa thamani ya kilimo? Siwezi kuuza hata magunia tu. Wakati wa msimu wa tumbaku. Siwezi hivi nitapataje hizi hela? Kwa sababu hizi ni hela. Zinatakiwa ziende, zifanye kazi. Ndio huo mnyororo wa thamani. Unanitaingia wapi? Ndio matajiri wanafanya. Nachungulia. Sasa tazama namba zilivyobadilika kwenye kilimo. Ina maana tunaenda kuzalisha mamilionea wengi sana kwenye sekta ya kilimo ambao wanaingia katika maeneo tofauti. Unajua kilimo kina mnyororo wa thamani mrefu. Kabisa. Umenielewa ninachosema ndugu yangu? Kwa hiyo haya ndio mambo ya kuangalia. Unaona jinsi ambavyo tunakamilisha miradi mikubwa ya miundombinu ya kimaendeleo, mabwawa mfano, naenda kumalizia na miradi mingine ambayo imekwenda kuanzishwa. Ujenzi wa mabarabara, madaraja. Unaingia wapi? Siwezi kupeleka hata misumari. Siwezi kuwa na vikeri vyangu mimi vya kubebea mizigo. Ndio ninavyotazama. Na ukiangalia kwenye kilimo hakuna hitaji la vigezo vingi. Mara sijui uwe na nini, uwe cheti cha hiki, maana ukienda kwenye ujenzi lazima na makabrasha. Ushakaguliwa na bodi ka 60. Kwenye kilimo hamna bodi wala bodybuilder. Ni wewe tu na utashi wako. Bas. Kwenye linchi ni ardhi kama hili. Imagine. Ambao sasa hivi moja kati ya mikakati mikubwa tunayoifanya sio tu kuilipima na kuja na ramani mpya, tunatibu ardhi yetu. Kusudi yote ifanye kwenye kilimo. Unajua kuna mkakati mkubwa sana wa kutibu ardhi tunaendelea. Au hujawahi kusikia? Unaitikia, unachasikia kutibu ardhi? Ndio. Lakini pia sasa unajiuliza wewe umekaa hapo na wengine tunafanya. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Mheshimiwa Samia ameyafanya katika muda mfupi sana. Yanawezekana kama nilivyosema, amekaa amechungulia sana. Nitaenda kupiga pale. Leo hii tunaenda kuua kabisa swala zima la maji na umeme. Umeme vijijini. Tumehangaika kweli, tumefukuzana, tumepigana sana. REA. REA ilikuwa ni mzigo. Lakini tazama leo, nenda kakae na REA leo nani wanavocheka. Kwa hiyo kuna mengi mazuri ambayo yamefanyika ndani ya miaka 4. Ni kweli. Tena kwa ufasaha, ndani ya muda mfupi, kwa ufanisi mkubwa. Ameweza kwa kweli. Kurasa za magazeti.